Uko hapa kutenga na kuendeleza maeneo walioyaomba hawa nchi nzima. Kwa Dar es Salaam nimemwachia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akusaidie kazi hiyo, lakini kwa nchi nzima wasiliana na wakuu wa mikoa na wilaya ili waweze kutenga maeneo mazuri ya kazi za mama lishe na baba lishe, lakini vile vile kuwapatia miundombinu bora kwa shughuli zao. Kwenye hili la miundombinu bora ni kazi yetu wote kwa ujumla, kutafuta wawekezaji ambao watakuja na teknolojia itakayowafanya mfanye kazi zenu kwa vizuri zaidi. Tunaposema upishi safi au clean cooking, ina maana sehemu mbili. Tunaanza na upande wa nishati ambao tumefanya vizuri sana, na leo pale nje nimekabidhi mitungi ya gesi ili mama lishe na baba lishe muendelee kupika kwa kutumia gesi. Na niliona vyakula vinavyopikwa pale kwa gesi. Nimekuta pilau imepikwa kwa gesi, ugali umepikwa kwa gesi, nimekuta samaki ameruhusiwa vizuri kwa gesi, lakini nililoshangaa kitumbua pia kimepikwa kwa gesi. Tumezoea kitumbua unajaza mafuta kwenye karai, mwaga huko mchele, geuza toa kitumbua. Nimekuta kitumbua kinatumia mafuta machache sana, na teknolojia lile karai linalopika kitumbua, na kitumbua kile kimeiva mpaka ndani. Kwa hiyo haya ndio maendeleo tunayotaka. Hakuna moshi, hakuna kukohoa, hakuna kutoa machozi. Nimewakuta wanageuza tu, mambo yanakwenda vizuri pale. Nikawauliza ladha ya chakula, kwa sababu tulipoleta wazo la kupika kwa gesi, la kwanza ilikuwa ladha ya chakula itapotea. Tumezoea kwa kuni, tumezoea kwa mkaa, chakula kitapoteza ladha, lakini sikuruhusiwa kuonja, lakini chakula kile nina hakika na wenyewe wamesema ladha ni ile ile. Ladha ni ile ile. Kwa hiyo mageuzi haya yanataka pia mageuzi ya mtazamo wetu. Wakati serikali tunafanya mageuzi ya teknolojia, na nyinyi mfanye mageuzi ya mtazamo na mjipeleke, mjihusishe na mageuzi tunayokwenda nayo ili kazi zenu ziwe rahisi sana. Kwa hiyo ni kazi ya Waziri TAMISEMI kutafuta maeneo mazuri ili wafanye kazi zao kwa vizuri. Lakini kwa upande wa serikali tunaendelea kuwasiliana na wawekezaji mbalimbali watuletee teknolojia zitakazowafanya mfanye kazi zenu kwa raha kabisa. Lakini tutatumia mashirika ya ndani pia, TIRDO, SIDO na wengine, watupe teknolojia ambayo mtafanya kazi zenu kwa vizuri kabisa. Eneo la pili ni kwa Wizara ya Afya. Agizo langu ni kwamba waendelee kuimarisha mikakati ya utoaji wa elimu ya lishe na usalama wa chakula kwa mama na baba lishe ili kulinda afya ya walaji na kuimarisha viwango vya huduma zinazotolewa. Kwa hili ni kwa Wizara ya Afya. Naomba waziri linote kwamba hili ni agizo langu kwa wizara hiyo. Eneo la tatu ni kwako tena, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu, kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali, taasisi za kijamii na sekta binafsi, kuweka utaratibu wa kutoa mafunzo ya ujasiriamali na usimamizi wa mitaji ya mama na baba lishe ili waweze kufanya shughuli zao kwa tija. Mafunzo ni muhimu. Wengine hapa ukifanya kazi vizuri, chakula kimekwenda, umepata mtaji mzuri, umepata faida nzuri, badala ya kwenda kufanya lamana na kuongeza biashara yako, tayari unaenda kwenye vikundi vya kutunzana huko. Unakwenda kutunza uonekane wewe bingwa, umetunza zaidi kuliko wengine. Hiyo haiwaletei tija, ndugu zangu. Imarisha biashara yako. Imarisha biashara yako, starehe zitakuja baadaye, lakini kwanza biashara yako. Agizo langu la 4 ni kwa Wizara ya Fedha, kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali, iweke mazingira rafiki ya kisera na kisheria ili wafanya biashara ndogo za aina hii, mama lishe na baba lishe na wengine, wanufaike ipasavyo na huduma za kifedha zinazotolewa
pamoja na kukuza shughuli zao za kiuchumi. Na agizo la mwisho ni Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali iweke mikakati mahsusi kuhamasisha matumizi ya nishati safi ili kuboresha ufanisi wa shughuli za mamalishe na babalishe, kupunguza gharama za uendeshaji na kulinda mazingira, lakini pia afya za wapishi wetu hao.